Mwanaume anayeshindwa kujiamini wakati wa tendo la ndoa. Mwanaume anayeshindwa kujiamini wakati wa tendo la ndoa. Message hii imekuja kutoka kwa mwanamke ambaye aliniuliza swali na kunitumia maswali. Lengo hasa alikuwa anahitaji kuweza kupata msaada ikiwa ni changamoto kwa mwenza wake. Akanambia okay, anasema haya sawa, samahani, mimi ni mwanamke niliyepo kwenye mahusiano ndani ya miaka 3. Lakini mpenzi wangu ana changamoto ambayo inamfanya asijifeel free ama comfortable katika swala zima la tendo la ndoa. Naomba uweze kumsaidia changamoto hiyo kama inawezekana. Naomba niweze kurudia swali. Ananiambia, samahani, mimi ni mwanamke niliyepo kwenye mahusiano ndani ya miaka 3. Lakini mpenzi wangu ana changamoto ambayo inamfanya asijifeel free ama comfortable katika swala zima la tendo la ndoa. Naomba uweze kumsaidia changamoto hiyo kama inawezekana. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mwanamke ambaye alinitafuta akiwa anahitaji msaada kutokana na kwamba amegundua mwanaume aliye naye ni mwanaume ambaye hajiamini, ni mwanaume ambaye hayuko comfortable kwenye tendo la ndoa. Nakumbuka nilimpa mwongozo dada huyu wa kuweza kulipia huduma ya ushauri nasaha kutoka kwangu. Akaniambia atalipia lakini hakurudi tena. Siwezi kujua kwamba alikutana na changamoto gani au alipitia changamoto gani mpaka iliyompelekea akashindwa kuweza kunirudia. I won't blame her. Lakini kwa nini nimeleta somo hili? Kuna kitu kikubwa sana ambacho nataka tuweze kujifunza hapa, lakini pia tuweze kupeana elimu. Wanaume wengi wamekuwa na changamoto ya kushindwa kuperform vizuri tendo la ndoa. Hiyo ni moja ya changamoto kubwa sana katika kipindi kama hiki. Lakini sio hivyo tu, wanaume wengi wanashindwa kuweza kujiamini na kujikubali katika tendo la ndoa. Cha kwanza, aina ya wanaume wengi ambao wanawahi kumaliza ndani ya dakika 2, dakika 1 ameshawahi kumaliza. Wengi wanakosa confidence na kushindwa kujiamini kabisa wakati wa tendo la ndoa. Hiyo ni moja ya situation ambayo inatokea sana, zaidi ya sana kwa wanandoa wengi ama wapenzi wengi ambao tayari wameanza kushiriki tendo la ndoa. Lakini changamoto nyingine ni wanaume ambao wanapitia changamoto ya maumbile madogo. Wanaume walio na maumbile madogo, uume ambao ni mdogo, wengi sana wanapoteza uwezo wa kuweza kujiamini kutokana na maumbile yake jinsi yalivyo madogo. Anakosa confidence ya kuweza kujiamini anapokuwa na mwenza wake. Hata wakati wa kuweza kushiriki tendo, wengi wanapoteza ujasiri kwa kiwango kikubwa sana. Kwa nini nilimwambia huyu dada nitahitaji kuweza kuongea na mwenza wake? Tunapokuwa tunafanya couple therapy, hauwezi ukadili na mtu mmoja. Lazima niweze kuwasaidia wanandoa ama wapenzi wote wawili. Kwa hiyo my plan was to kuongea na mwenza wake, lakini pia niweze kumsaidia mwanamke yeye mwenyewe namna gani ambao anaweza akamsaidia mwanaume kuweza kuovercome hiyo situation. Moja kitu kubwa sana ambacho wanaume nahitaji kuweza kufahamu, kuwasaidia na nahitaji wanaume wengi mfahamu. Sex therapist ama mtaalamu wa sayansi ya mapenzi kama Dr. Kuboja atakupa mbinu, atakupa details on what to do. Lakini mwanamke uliye naye always wanasema ana almost 60%, ana 60% ya kuweza kusaidia wewe kuweza kuovercome situation ulionayo. Alafu asilimia inayobaki 40, hii sasa inabaki kwa sex therapist kama Dr. Kuboja. Namna gani ya kuweza kukusaidia psychologically, namna gani ya kuweza kukusaidia pia katika matibabu ya kimwili. Maana kama una shida ya nguvu za kiume, ni kusaidie psychologically. Kuna watu ambao wanawasaidia psychologically na mtu anakaa sawa. Lakini kuna wengine ambapo huwa inabidi inahitajika na matibabu ya dawa, na penye pia tunawasaidia. Kama una changamoto ya maumbile madogo pia, na wenyewe pia nakusaidia, kwa sababu Dr. Kuboja pia na dawa ambayo inayosaidia kuweza kuongeza maumbile ya kiume, ambayo urefu inchi 1 mpaka inchi 3 na unene inchi 1 mpaka inchi 2. So kama mwanaume pia anapitia changamoto hii, naye pia tunaangalia namna gani ya kuweza kumsaidia.
Kwa hiyo mnapokuwa na migogoro ya kihisia, mnapokuwa na changamoto ya kimahusiano, unapoona mke wako anashindwa kujiamini, kujikubali, especially katika uwanja wote ule, yani kihisia, iwe ni katika tendo la ndoa, tafuta msaada namna gani ambao unaweza ukawasaidia kisaikolojia, lakini pia kimwili, na ikiwezekana hata kiroho. Na yote hayo ni moja ya matibabu ambayo Dr. Kuboja ninaweza nikakusaidia, na mwisho wa siku mkafurahia tendo la ndoa, mkafurahia mahusiano yenu kama couples wengine. Sasa endapo wewe ni mwanandoa umetazama video hii, ni mwanamke, ni mwanaume, unapitia changamoto ya kimahusiano, wewe ni mwanamke unapitia changamoto anayopitia huyu dada, una mwanaume ambaye anashindwa kujiamini wakati wa tendo la ndoa, wewe ni mwanaume umenitazama hapa, lakini umegundua kwamba mwenza uliye naye ana changamoto kama hii, hata kama ni mwanamke, mlete niweze kuwasaidia. Nipigieni simu wote niweze kuwasaidia. Mimi napatikana Mbeya. Kwa wale ambao wako nje ya mkoa nawasaidia kwa njia ya simu. Mkihitaji niweze kuwafuata mkoani, kuna gharama zangu pia ambazo naweza nikawafuata popote kule mlipo na nikaweza kuwasaidia changamoto yenu. Nipigie simu kwenye namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.